Hii mechi inakuwa na pressure kubwa kwa sababu kwanza Yanga alifungwa mechi ya kwanza. Lakini pia cha pili Tabora wanaamini kwamba wana uwezo wa kwenda kupata matokeo mazuri kwa namna ambavyo afisa habari wao wanazungumza Christina Mwagala. Na wala haiko kwenye ule msingi wa, yani mara nyingi kwa sasa inaonekana kama mshirika wa karibu wa Yanga ni Singida. Yani ambaye anaonekana anaweza kubato na Giants anaonekana ni Singida. Na mshirika wa karibu wa Simba anaonekana ni Tabora sasa. Kwa sababu kwa misimu kadhaa alikuwa anaonekana Azam. Kwa misimu kadhaa. Lakini sasa anaonekana Tabora pia. Au inaongezwa pia kwa sababu Simba na Yanga wako juu pale wanasigana kidogo, point sio nyingi. Ni matokeo ya mwezi wa 11. Unajua wakati ule Yanga walipitia kipindi kigumu sana. Kupoteza michezo miwili alafu wanakuja kufungwa na Tabora mabao 3 alafu ni nyumbani. Ukianza kufuatilia rekodi za Yanga ni mara ya mwisho lini Yanga kafungwa mabao 3. Yaani utakuta ni muda mrefu sana, afu kwenye ligi kuu ni muda mrefu sana. Kwa hiyo Yanga ilikuwa imekamilika chini ya Gamondi. Wamepoteza mabao 3 mpaka wakala kichwa cha Gamondi akaondoka. Ni moja kati ya sababu kubwa licha kwamba na uwanja. Wakama na uwanja. Yaani ni mchezo ambao ulikuwa na vitu vingi sana. Yaani mpaka mashabiki wenyewe kuna nyakati wakaanza kukatia tamaa. Yaani kama hii Yanga inakuaje? Ndio maneno yakawa mengi sana kwa Tabora. Christina Mwagala mpaka leo hii anawasema sana. Kwa hiyo sasa usiku wa kisasi siku zote huaga haukawili. Toka mwezi wa 11 tunaingia huu ni mwezi wa 4. Kuna wa 12, kuna wa kwanza. Kwenda kuniambia Yanga wao wanaona kile kichapo kama jana. Yaani kipa moyoni hapa. Kwa hata huyu kocha Miludi Hamdi anaambiwa, yaani pengine atakuwa anaambiwa sana, bwana kocha, mechi nadhani umeiona, na Miludi Hamdi amesema kabisa shaiona hiyo mechi. Ile mechi baada ya mechi ya Songea aliojiwa akasema kwamba mechi dhidi ya Tabora ameshaiona. Kilichotokea kwamba walifungwa mabao 3-1, ameshaona kila kitu, wachezaji waliokuepo ameshaona. Kwa hiyo hata wachezaji wao wanajua kabisa kwamba hii ni mechi ya kisasi. Lakini wanafahamu ya kwamba huu mchezo ni muhimu. Tukidondosha alama hata moja, kuna mwenzetu huko nyuma ambaye anatukimbiza. Umeona, maana tukidondosha alama ya kishinda atakaa juu yetu. Kwa hiyo ni game hakika ambayo ni ya kisasi, na Yanga anataka kulipa kisasi licha kwamba haya maneno ya mkuu wa mkoa, mimi naamini ni mind game. Kwa level ambayo Yanga amefika sasa hivi, sidhani kama ana uwezo wa kuweza kupenyeza fedha eti kwa wachezaji wa Tabora United, wapenyeze fedha kwa FM Chikola kwamba Chikola bwana ujivunje. Hapana. Ramazani Chobwedo sijui Emmanuel Monengo sidhani, Makambo sidhani. Yaani itakuwa ni mind game tu hizo. Lakini Young Africans ni timu ambayo imeshajipata, ni timu nzuri, timu bora kwa sasa nchini, inafanya vizuri sana. Na hata game hiyo ya siku ya Jumatano itakuwa ni mechi nzuri sana, na Yanga amechukua very very serious. Na ndio maana kina Alikamu umeona umeenda mapema sana. Ni tofauti na mechi zingine, uwezo kama Alikamu eti ameenda. Na leo kuna shughuli Na leo pia kuna shughuli umeona, siji ng'ombe 20 siji kweli zinachinjwa ng'ombe 20 hatujajua. Umeona naye ameanza kupiga vijembe kwamba mkuu wa mkoa hata kuja ni huko kwa hiyo unaona ni mechi fulani ambayo imechachawi, yani imechagizwa sana. Ni kama ya Simba pia, kama unakumbuka mechi ya Simba na Tabora jinsi ilivyokuwa, yani Christian Magala alivyoipromote ile mechi kwamba wanaume wa daasi, yani maneno kibafu. Simba akaenda kushinda goli nyingi ikametulia. Sasa wakati watu wanaenda kula ng'ombe leo, Christina Mwagala yeye saa 5 nafikiri muda huu atakuwa anazungumza na waandishi wa habari. Stendi mpya pale atakuwa akizungumza na waandishi wa habari wakati Yanga wao wanafanya maandalizi wanakula Eid ya kula Eid wakiwa pale Tabora. Ng'ombe zinachinjwa wapi? Tabora hapo. Tabora. Kwa ni same kama kuna namna bwana, mechi imekuwa kubwa sana, tofauti na ambavyo mtu akikaa kwenye msimamo hivi akiwa anatazama nafasi ya Tabora, nafasi ya Yanga. Na ndio maana mimi naupenda mpira wa ligi kuu kwa point 27, si ndio? Tofauti na point 20 kabisa hapo. Lakini ndio maana naupenda mpira wa ligi kuu. Unaupenda kwa sababu ya hamasa ya namna hiyo. Kenya hawezi kuwa nayo hii. Sijui Kongo sijui wapi hawezi kuwa na kitu cha namna hii. Unakuta timu ipo inashika nafasi ya 5 inatamba na mtu wa kwanza hawezi kukuta kweli. Yaani ni sasa hivi ligi
yetu ndio imefikia hiyo stage. Yani kwamba Tabora nafasi ya 5 anapambana na mtu wa kwanza mechi, yani paka mtu ambaye anaongoza ligi anakuwa na pressure naye, kwa sababu hata Yanga naye ana pressure. Anaenda kwenye kiwanja ambacho ni kigumu. Bahati mbaya tu Tabora United watamkosa Yakuba Soni, lakini wachezaji wote wapo. Andy Bikoko, Kingu na golikipa nafikiri ndio amebadilika. Masalanga yupo na maana ni Jean ambaye amekuja, lakini the rest wachezaji wote wapo kwenye eneo la ulinzi, eneo la midfield, eneo la kushambulia wapo. Kwa ni mechi ambayo ni tough sana. Na Tabora wana hasira, wametolewa na Kagera Sugar. Kwa wana hasira, wanataka hasira zao zote zihamie kwa Yanga. Sasa unajua na hapo umeniweka pazuri sana. Watu unajua mpaka walienda mbali wakawa wanasema ni kama mimi niliangalia ile game kidogo, nilikuwa najaribu kuchungulia huku na huku kwa sababu tulikuwa TV mbili, yani huku naangalia Yanga huku naangalia, ulikuwa unaona huoni ile commitment, yani sitegemei kama wanacheza vile na Yanga, sitegemei na kama wanacheza vile na Yanga watakula hata 5 yake ziko wazi na waweza wakacheza. Sasa wajua kucheza na Yanga au Simba, mentality tu wachezaji wanabadilika, yani hata kama yani hiyo timu kama haina kocha ni sawa, lakini watu walikuwa na ile nafasi ya kwenda nusu finali, unajua timu 4 za mwisho, sio siku ile kunaongea na mchezaji mmoja hajezi hata kwenye anacheza tu hivi ni nusu ni robo, walikuwa wanaingia robo ni robo kumani ni robo, timu 8 za mwisho. Dimbani